kwamba safari bado ni ndefu. Safari bado ni ndefu kwa sababu bado kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kushughulikiwa. Tukiangalia kwenye swala la uchumi, tunaona kwamba bado wanawake wanahitaji kushiriki zaidi kwenye masuala ya uchumi. Pamoja na mafanikio tuliyokuwa nayo, tusibweteke. Kwenye uchumi mkuu wanawake hawapo zaidi. Hata ukiangalia kwenye biashara, zile biashara kubwa za kimataifa, wanawake hawapo kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunatamani wanawake waongezeke kwenye maeneo yale. Tunatamani pia vikwazo ambavyo viko kwenye masuala ya uwezeshaji wa kiuchumi viweze kuondolewa ili wanawake washiriki zaidi. Na sana sana pia rasilimali, tukiangalia kwenye bajeti zetu, bado bajeti ya kuendeleza usawa wa kijinsia bado haijafikia kiwango ambacho tunatarajia. Kwa hiyo tunatamani utengwaji wa rasilimali hasa kupitia bajeti uongezeke ili kuongeza kasi ya kuendeleza usawa wa kijinsia au kufikia usawa wa kijinsia. Lakini hata ukiangalia kwenye uongozi, tunajivunia kati ya nchi chache zile asilimia kama 23 za wanawake marais, na sisi tumo. Kwa pamoja na hayo kwamba ni mafanikio, lakini bado kwenye uongozi, ukiangalia kwenye serikali za mitaa, bado kazi ni kubwa. Bado hatujabadilisha hii 2.1 ya wenye viti wa vijiji, kwa sababu data ya mwaka huu ya mwaka 2024 haijatoka bado, lakini ile 2019 bado inaonyesha kwamba ni 2% ya wenye viti wa vijiji, na tukiangalia kwa wenye viti wa vitongoji bado ni 6% hivi. Kwa hiyo namba lazima juhudi tuibadilishe. Mazingira ya kule kwenye serikali za mitaa ambako ndio watu wengi wapo yabadilike ili wanawake waingie kwenye nafasi za uongozi. Tumeona kwenye serikali za mitaa kwamba ukiwekeza wanawake wanagombea na wanapata. Tukiangalia kuna kata moja inaitwa Nkunwa iko kule Mtwara, tumewekeza kwa kiasi kwa wale wanawake, wamehamasishana wenyewe. Kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa kijiji amekuwa mwanamke, wenye vitu wa vitongoji wamekuwa wanawake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Tuongeze juhudi. Vifo vya wanawake kwenye masuala ya afya, kiukweli hatutamani hata mwanamke mmoja afariki kwenye masuala ya afya wakati analeta nguvu kazi ya taifa, yani anajifungua. Kwa hiyo pamoja na tunavyoona kwamba juhudi zinafanyika, tukiangalia takwimu zimepungua, lakini bado tuhakikishe kwamba hakuna mwanamke anayekufa kwa kuleta nguvu kazi ya taifa hapa nchini kwetu. Tulisema ni lazima tuweke alama. Na alama ni ya namna gani? Alama ni ile ya kuja kuona wapi tulikokuwa tumetoka huko nyuma, wapi tulipo na wapi tunakwenda. Changamoto gani tulizonazo, tulizopitia, tulizoisha zikwamua, na jinsi gani tunaweza tukazikwamua. Na kama tunavyoona hata theme kubwa ya mwaka huu ni ile haki, usawa na uwezeshaji. Na nafikiri tumekuwa tukiimba sana juu ya usawa. Lakini mara nyingi sana usawa na haki vimekuwa kama ni vitu vya kupita. Usawa tunataka ile uhalisia wa kuona kwamba sasa tumeingia kwenye usawa. Na katika usawa, kitu kimoja ambacho tungependa, sisi ni wanawake, na ukiangalia swala la mwanamke, ni mwanamke anayewezesha nyumba kuendelea. Maendeleo mengi sana yanatokana na mwanamke. Kwanza anahimili sana majukumu ya kazi yote. Sasa yeye ndio aliyevaa vile viatu vya utekelezaji wa majukumu. Tunapomwacha kwenye uongozi, tusimpe ule usawa kwenye uongozi na haki yake, tunamkosesha vitu vingi ambavyo angevileta na vingeweza kuleta mabadiliko. Mimi nilikuwa mbunge pekee mwanamke mwaka 1985. Nawashukuru watu wa Morogoro. Lakini leo hii naambiwa wanawake wabunge wa kuchaguliwa wako 26. Hii miaka yote hii. Tunashukuru wameongezeka, lakini bado waongezeke. Wanawake wajitokeze katika majimbo. Halafu na jamii, bado jamii wakimwona mwanamke wana fikra zao ambazo sio nzuri. Huyo ataweza? Jamani, kama Dr. Samia Suluhu Hassan mwanamke mwenzetu kaweza, kwa nini sisi? Kwa majina naitwa Clara Peter Maliwa, ni Gender Coordination Specialist wa UNDP. Na sisi kama UNDP, gender equality ni moja ya nguzo zetu ambazo tunajitahidi kuintegrate katika program zetu. Na moja ya programu ambayo tunaifanya katika UNDP kuwawezesha wanawake ni katika swala zima la elimu. Kwa mfano nikitoa kwa kutumia mradi wetu wa energy efficiency
ambao tunashirikiana kwa karibu na serikali ya Umoja wa Ulaya pamoja na ubalozi wa Ireland, tumewawezesha wanawake 35 katika kupata masters ya energy efficiency, ambao tunajua wahanga wakubwa linapokuja swala la energy au masuala ya climate change ni wanawake. Mwanamke ndo ataenda kutafuta kuni, mwanamke ndo ataenda kutafuta maji. Kwa hiyo tukiwezesha hao tukawa na matumizi bora ya nishati, na maana tunakuwa tumemsaidia mwanamke kwa kiasi kikubwa. Lakini si hivyo tu, bali kwa kupitia programu yetu ya Funguo, inaitwa Funguo Innovation Program, again kwa kushirikiana na EU pamoja na UK government, tumeweza kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 5.2 katika biashara 61. Katika biashara hizi 61, asilimia 30 ya biashara hizi zinamilikiwa na wanawake. So hii inakuonesha ni jinsi gani UNDP iko committed katika kuwawezesha wanawake kiuchumi. Kwa majina ninaitwa Agnes Petro Mzungu, natokea mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, kata ya Vumari. Kwa ajili ya mafunzo haya tunashukuru kwa sababu tulikuwa hatujitambui kupata haki zetu, lakini tulivyopata mafunzo haya wanawake wengi wamejitambua kuwa wakipata changamoto zozote zile wanajua pa kupitia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi changamoto nyingi na tuliweza kuzitatua katika kata yetu ya Vumari. Kwa majina mimi ni Zania Hamisi kutoka Kilimanjaro, wilaya ya Same, kata ya Vumari. Kwa kweli mafunzo haya yametusaidia kitu kikubwa, kwa sababu kama sisi wanawake tulikuwa hatujitambui, lakini tushajitambua kwa sababu tumejua uongozi ni nini. Kila mwanamke anatakiwa agombee nyadhifa mbalimbali, na hususan mwaka huu uliopita wengi kugombea serikali za vijiji na serikali za vitongoji. Na sasa hivi kule kwetu kuna watu ambao sasa hivi wanaenda kugombea udiwani wa kawaida, na sasa hivi kwa kweli tunashukuru sana TGNP imetuwezesha. Tumepata elimu mbalimbali, hususan kama watoto walikuwa nao hawajui, lakini mashuleni sasa hivi nao wanajua, na wanajua namna ya kujitetea, na kila mwanamke alikuwa hajui namna ya kurisishwa ardhi, lakini kila mwanamke ashajua. Naitwa Deborah, natokea Tanzania Coalition Against Child Labor. Sisi tunahusika na mambo ya watoto na wanawake kwa ujumla, na kwa sehemu kubwa tumejikita katika kuangalia namna ambavyo jamii inamchukulia mwanamke na mtoto kwa ujumla, kwa sababu kama tunavyoelewa jamii inaundwa na mwanamke. Mama ndiye ambaye anashika familia, mama ndiye ambaye anashika taifa. Bado jamii ina uhitaji mkubwa wa elimu, bado jamii inahitaji watu kuelewa kwamba mwanamke anaweza akaelimishwa, mwanamke anaweza akasoma, mwanamke anaweza akawa kiongozi, na mwanamke anaweza akafanya mambo mengi ambayo kwa sehemu kubwa jamii zetu zimekuwa zikiona kwamba mwanamke hawezi, ikiwemo umiliki wa ardhi, umiliki wa mali mbalimbali, kuwa viongozi katika taasisi kubwa mbalimbali pamoja na serikali kwa ujumla. Na nikutie moyo mwanamke wewe ambaye uko nyumbani na maybe umekuwa ukitamani kujiingiza kwenye siasa au kwenye uongozi wa namna yoyote ile, ngazi yoyote ile ya kijamii, unaweza na unaweza kufanya na ukatimiza ndoto zako, ukasaidia familia yako na ukasaidia taifa lako pia. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.